ya kutibu mimba ya mke wako Mdodi na aweze kujifungua salama. Hilo haliwezekani. Haliwezekani kabisa Kisoda. Baba Kalobo kakataa kwa sababu anajua kabisa hao ni maadui zake wakubwa. Kwa hivyo kwenye swala zima la kuweza kushirikiana nao kuweza kuhakikisha wanapata dawa ni kitu ambacho ni kigumu kabisa, ambacho hakiwezekani. Sasa kiufupi hili linakuwa ni jambo zito sana na la balaa kubwa sana kuweza kufanyika, kwa sababu ukizingatia hata ile mara ya kwanza wakati walipokuwa kimtafutia dawa kuingia kwenye ule msitu, basi waliweza kufariki watu wengi sana. Kwa hivyo pindi ambapo kwa namna yote ile kwenda kuwashawishi na kuongea nao vizuri ni kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni kigumu sana kulinganisha na mazingira ambayo yaliyopo. Kwa hivyo moja kwa moja ndio maana kwa upande mzima wa Baba Kalobo anakataa kabisa na anasema hicho kitu hakiwezekani kabisa, kutokana na kwamba kwa namna ambavyo yeye anavyojua hao watu na namna ambavyo anavyofahamu. Maana kwa asilimia kubwa anazidi kushinikiza na kuweza kukiri kwamba ni kitu ambacho kwa upande wake anaona kabisa hakiwezekani kabisa. Ni kitu ambacho kifupi anakiona ni ngumu sana kuweza kushirikiana nao. Lakini ni kitu ambacho inabidi aweze kukifanya kwa lengo zima la kuweza kuhakikisha anajisacrifice kwa lengo zima la kuweza kusaidia huyo mtoto aweze kuzaliwa. So ukiangalia hilo ndio tumaini lake kubwa ambalo lipo kwa sasa hivi na mazingira aliyopo kifupi inabidi iweze kuwa hivyo. Sasa je, ni kipi ambacho kinachokwenda kujili? Basi ni kualika moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, nikikufahamisha juu ya leo yote ambayo anakwenda kujili katika hatua inayofuata. Kitu msingi tuhakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa ni kusini, nikwambie tu kwamba hapa tunazungumza uchambuzi kwa kina tukiangazia vitu vingi kweli kweli. Kitu cha msingi tuhakikisha unakuwa wa kwanza kuweza kupata zile updates kamili, hasa kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda Tanzania. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi tukizungumzia vitu vingi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikiendelea na vikijili. Sasa moja kwa moja tukianza mwanzo kabisa, tuliweza kuona namna gani ambavyo na jinsi ambavyo maumivu aliyokuwa akiyapitia sana Mdoli, kitu ambacho kimeweza kupelekea kuibuke mambo mengi sana, na baadaye kwa upande mzima wa Kisoda aweze kurejea kuweza walau kuweza kusaidia kuweza kupatikana kwa dawa ambayo akampatia dawa kuweza kupoza maumivu, lakini akawapa masharti kwamba inabidi waweze kuhakikisha wanakwenda kwenye ule msitu ili kusudi kuweza kuona namna gani wataweza kufanikisha lengo la kuweza kumwokoa au kumsaidia mmoja kwa mmoja huyu ambaye ni Mdoli, ambaye kwa sasa hivi tuseme anapitia hii changamoto ambayo inamuumiza sana na anajikuta akipata maumivu makali sana mazito ambayo kiufupi kuyapoza basi inabidi moja kwa moja ili kusudi aweze kupona mazima, inabidi aweze kuelekea katika msitu, katika ule msitu ambao unaozungumziwa moja kwa moja hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kisoda ambaye anawaelekeza waweze kufanikisha hilo swala. Sasa kwa asilimia kubwa kwa sasa bado mambo yanaendelea, lakini kwa upande mzima wa Sonia bado kabisa yeye hataki kuamini au kukubaliana na swala zima la kwamba yeye hanani, yani kwa upande wake yani hataki kukubali kwamba kashashindwa katika swala zima la kuweza kumpata babake na Kalobo. Bado anaamini kwamba one day watakuja kurudiana na hajakata tamaa. Sasa hili lote anashauriwa na rafiki yake kwamba ni bora walao aingie kwenye masuala zima ya kuweza kufanya kazi, aweze kujitafutia pesa, atafute pesa, kitu ambacho kwa yeye anakiona kama vile hapana, na bado yeye ni mzuri, bado ni mrembo, kwa hivyo hawezi kubaliana na swala hilo la kuweza kuhakikisha kwamba aache swala zima la kuweza kuhakikisha na pambania walao kuweza kurudiana na Baba Kalobo alafu aingie kwenye swala zima la kutafuta pesa. Ni kitu ambacho kiufupi anakiona kama vile hapana, inabidi aweze kuendelea tu kupambana hivi walao one day aweze atakuja tu kufanikisha walao kupata hili kufanikiwa, walao kufanikiwa moja kwa moja kuweza kupata hilo penzi na Baba Kalobo ambalo kifupi kwa yeye analiona kwamba ni swala ambalo litakuja kutokea. Sasa wakati wanapita wametoka zao kukinga maji,
wanakutana pale moja kwa moja na huyu ambaye ni Kisuzio. Ni muda mrefu sana, lakini Kisuzio huyu ambaye ni Sonia hataki mazoea kabisa na Kisuzio, kwa sababu anajua kabisa namna gani ambavyo walivyokuwa hapo wale na hawakufanikisha malengo yao na wakajikuta wakiishia njiani. Sasa lakini pia kwa upande wa Kama ameamua kumfuata Mustafa na kuweza kumwambia aweze kumsaidia aweze kumpata Remi, kitu ambacho kwa upande mzima tunajua kabisa kaka yake na Mustafa ambaye ni mganga, yeye ndiye anayejua rasmi kwamba kwa upande mzima wa madevu ndio aliyempa ukimwi. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa na hapendi kabisa au hawashauri kabisa au anamuona ni kama mwanaangamia. Lakini kwa upande mzima wa huyu ambaye ni huyu ambaye ni Remi kwa sasa, Remi ni mtu ambaye ana tabia mbaya kwa sasa. Yani kiufupi tena afadhali ambapo yupo Nasla, atakuwa kidogo akimkumbusha baadhi ya vitu na kumuonyesha adabu na kuweza kumuelekeza ili kusudi arudi kwenye njia ambayo ni sahihi ukilinganisha na namna ambavyo kwa sasa anavyobehave. Yani kiufupi inaumiza sana kwa majibu ambayo amekuwa akiwaambia au akimwambia moja kwa moja huyu ambaye ni Jaisani. Sasa Jaisani kadondoka chini kwa bahati mbaya. Katika hatua inayofuata tupata nafasi ya kuweza kuona ni nini hasa kilichojili hadi ikapelekea aweze kudondoka chini. Kiukweli ni noma bala. Sasa tuje katika segment ambayo nitakufahamisha hasa. Sasa hawa walioletwa hapa ni vivuli, wameletwa tu lakini hawezi kuongea. Anaonyeshwa tu ni vivuli vyao, anaonyeshwa tu ile kuonyeshwa kwamba hawa inabidi aweze kwenda nao moja kwa moja, aweze kuwa nao yani katika kufanikisha mambo yake yote, kitu ambacho kifupi yeye kwa upande wake anakiona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani na hataki kabisa ile hilo swala liweze kutokea, kwa sababu anajua kabisa uhasama na uadui ambao walionao. Kwa hivyo kama akishirikiana nao, basi aidha kwa namna moja au nyingine wanaweza wakamsababishia shida au matatizo yoyote ambayo yanaweza kujili, na hiyo ikapelekea shida au wakati mgumu ambao kiufupi unaweza kuwa ni changamoto kwake. Kwa hivyo moja kwa moja hataki iweze kutokea swala hilo. Sasa je, itakuwaje? Basi ataelekezwa, japokuwa bado itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo itakuwa ni balaa zito kinoma. Basi nikusiendelea kuwa na mimi, hasa kubonyeza neno subscribe ikiwa na ishara ya upendo, kama kweli unakubali na kupenda tamthilia. Alafu kisha tukutane katika video inayofuata ambayo itapostiwa leo hii. Kisha unabonyeza neno subscribe. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa hili ni balaa zito kinoma, kwa sababu kama wakijichanganya basi wanaweza kujikuta wanamchukia huyo Lembua kisa tu ni ndoto.
Sasa hii yote ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye kwa sasa bado anazidisha mashambulizi. Ni yule yule ambaye ni Kizibo. Kizibo bado hajachoka kabisa kuweza kuleta mashambulizi. Sasa kwa sasa kaona njia mpya ni kuweza kuwagombanisha watu hawa. Kwa hivyo kwa sasa hivi kidogo kuna mambo ambayo yanakuwa hayako sawa, kisha mambo kama haya yanakuja kuibuka, lakini kumbuka Juani, sasa huu ndio muda wenyewe ambapo wataanza kuona sasa sio, wataanza kuacha kumwamini kutokana kwamba jinsi ambavyo anavyoonyesha na namna ambavyo anavyoonekana, kwa sababu kama unavyoona ni kitu ambacho kiufupi unaweza akajikuta wanamchukia, lakini wakija kukumbuka kwamba hii ni ndoto, basi wanaweza wakabaki wazi kabisa. Sasa je, mfanyakazi huyu anakwenda kufukuzwa au ni vipi? Kwa sababu kwa mawazo ya akili ya sasa na jinsi ambavyo matatizo wanayopitia, basi moja kwa moja wanawaza kuweza kumfukuza. Je, wapo sawa au wanakosea? Basi mjuze hapo kwenye comment. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi nikusii usisite kubonyeza neno subscribe. Alafu kisha moja kwa moja niweze kualika tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukiangazia mambo mengi kweli kweli, hususan kwa namna mambo yanavyokwenda. Bonyeza neno subscribe, alafu kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi. Hii ni Bongo Movie Network, kisehemu pekee ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi. Sasa moja kwa moja kama tulivyoona mwanzoni kabisa, namna ambayo kwa yule mchungaji alivyokuja na nini, yani kuna sitofahamu ambayo iliyotokea kiufupi ambayo imeweza kuwaacha wakiwa wanajifikiria sana. Yani imekuwa ni moja kati ya situation ambayo kiufupi inawazisha kinoma noma na wanajikuta wanawaza sana kiufupi. Yani ukijaribu kuangalia ni kwamba kuna namna ambayo mambo yanakuwa sio kabisa na jinsi ambavyo ukifikiria ni noma. Sasa ukijaribu kuangalia ni kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda, kwa namna inabidi kitu fulani kiweze kufanyika, na jinsi ambavyo kitakavyofanyika basi inabidi kiweze kuwa tofauti kabisa na namna ambavyo kwa sasa hivi maisha yalivyo, kwa sababu bado mtoto hajazaliwa. Lakini pia kwa namna mambo yanavyokwenda ni kwamba mauzauza yamekuwa mengi hadi inafika hatua kiufupi yani yanakuwa kama anawazidia, lakini pia wanatishika sana. Sasa kumbuka huu ni uchambuzi na hapo nazungumzia vitu vingi sana, lakini ni kuombe uliondoshe maoni yako hapo chini, hususan katika upande mzima wa Baba Joan. Kaniagiza kwamba ni kuwaulize watazamaji kwamba je, mnatamani tamthilia hii ishe au iendelee hivi hivi? Kipi hasa mnachokitamani, kwamba iweze kuendelea hivi hivi au iweze kutamatika? Ni yapi maoni yako? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi nikusii usisite kutuunga mkono kwa moja kwa moja. Hakikisha unabonyeza neno subscribe, afikisha tukutane kuona namna gani kwa sasa maisha yanavyokwenda, hasa kwa upande mzima wa nyumbani kule kwa Fasheni. Pia kwa sasa mambo ni mapya kabisa, kwa sababu kuna ule mdada ambaye amemleta ule jirani yake bana. Ukijaribu kumwangalia tu usoni unajua kabisa hapa huyu ni mtu ambaye ni mzoefu masuala ya mapenzi na nini. Kama ni kuumizwa ameshaumizwa sana, ni na makovu kimwangalia. Unajua kuna watu ambao unaweza kukutana naye tu ile kumwangalia tu unajua huyu mapenzi hawezi niambia kitu. Kwa sura yake jinsi inavyoonekana inaonyesha wazi kwamba kashapitia vitu vingi, misala mingi na nini, mambo mengi kibao. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia tu unagundua kwamba hapa kama nikiingia mkenge basi nitapigwa za uso moja kwa moja. Kwa hivyo ndio kitu pekee ambacho ukijaribu kumwangalia yule mwanamke ambaye wapo naye Fasheni kwa sasa, unagundua kitu hicho kwamba yule mwanamke sio kabisa, sio kwamba hayupo, yani hayupo kwa ajili ya kuweza kuolewa. Lakini kwa Fasheni kajikuta kaingia mkenge. Sasa mwanamke yule anataka aweze kulipiwa kodi na nini, na lengo lake kubwa amesema kwamba ndicho kitu pekee anachokihitaji tu, basi kwamba kama akilipiwa kodi na nini basi mengine yote basi itakuwa ni hakuna, ni hamna kitu ambacho kiufupi anaweza kukiona kama vile kipo sahihi. Kwa hivyo hapo kiufupi kazi ni kubwa kinoma. Sasa mambo ni mazito na mambo ni mengi kweli na namna ambavyo yanavyokwenda basi, na ukiangalia jinsi ilivyo kuna namna mambo ni moto kweli. Nikusi tu endelea, hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukifuatilia hapa. Basi nikusi ungana na sisi kwa kutoa support yako kwenye neno subscribe, hakikisha tuweze kuangazia pia. Kwa hivyo moja kwa moja kwa sasa Nasra yuko hospitalini, anapelekwa kule. Kama unavyojua mimba yake alimpiga Fasheni, alimpiga, kwa hivyo kidogo kama amepata hitilafu, kwa hivyo kama amedondoka chini na namna ile. Kwa hivyo kwa sasa hivi yuko hospitali, japo hali yake kidogo bado haijawa sawa. Kwa hivyo kama akikaa sawa basi atakuja, japo kwa Fasheni mipango yake ni kuweza kumfukuza kabisa, kwa sababu yeye Fasheni anaona ni kama amemchoka na nini, anahisi labda huyu mwanamke ndio atakuja kumpa furaha, kitu ambacho kiufupi sio kabisa. Sasa
kwa kitu kingine ambacho pia tumeweza kugundua ni kule nyumbani kwa mdogo Mkumbi, mambo ni moto kweli kweli, ambapo tumeweza kuona namna gani hasa jinsi ilivyokuwa hasa kwa upande mzima wa jinsi ilivyokuwa na namna mambo yalivyokwenda, ambapo kiufupi imekuja kuonekana kwamba kuna jambo ambalo limeweza kuibuka ambalo kiufupi limekuwa ni la moto kweli kweli, hasa kwa upande mzima wa namna mambo yalivyokuwa. Tumeweza kuona jinsi gani hasa kwa upande mzima wa mwamba mzima ambaye ni Mkumbi kafumania bana. Kumbe bana mke wake alikuwa anazuga, hana mimba yote, na kiufupi hii ilikuwa ni mpango wake Mkumbi kuweza kumchunguza huyu mwanamke. Sasa kamdanganya kwamba kaondoka atarudi muda mrefu, lakini cha ajabu ameweza kujitokeza tu muda mfupi tu, kitu ambacho kimeonyesha wazi au kimeashiria kwamba kuna namna ambayo kiufupi yeye mwenyewe anaiona au ameweza kuiona kwamba anaweza kugundua vitu fulani hivi. Sasa kabla hata hajagundua tabia zake, moja kwa moja akajikuta akijua kweli ambao alikuwa amejificha kwamba ile mambo ya ujauzito ni uongo. Kwa hivyo kitu ambacho kifupi inakwenda kumpa hasira sana, kwa sababu alikuwa amesharudisha mapenzi yake moja kwa moja kwa huyu ambaye ni Roy. Lakini kwa sasa ndio hivyo. Katika hatua inayofuata tutakwenda kuona action ambazo zitakazokwenda kutolewa. Lakini pia tumeweza kuona kwa upande mzima wa Jaisani na jinsi ambavyo kwa sasa ana enjoy na yule binti wa kazi ambaye alikuwa kule kwa mdoli. Kwa hivyo mambo ni moto kwenda. Sasa katika hiyo hatua hatujaona scene nyingi sana, ni vile tu mambo yalikuwa mengi kama ulivyoona, imecheleweshwa. Lakini swali kubwa ni kwamba je, unatamani tamthilia hii iweze kuisha au iweze kuletwa tamthilia nyingine? Ni yapi maoni yako? Tuulize kwenye comment. Kwa upande wako binafsi ni kipi hasa ambacho unakiona kwamba kipo sahihi kiweze kufanyika, kwamba tamthilia hii iweze kuletwa mpya au iweze kutamatika? Dondosha maoni yako hapo chini, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Asante kwa kuwa na mimi, tukutane hatua inayofuata. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu kama wakijichanganya basi wanaweza kujikuta wanamchukia huyo Lembua kisa tu ni ndoto. Sasa hii yote ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye kwa sasa bado anazidisha mashambulizi. Ni yule ambaye ni Kizibo bado hajachoka kabisa kuweza kuleta mashambulizi. Sasa kwa sasa kaona njia mpya ni kuweza kuwagombanisha watu hawa. Kwa hivyo kwa sasa hivi kidogo kuna mambo ambayo yanakuwa hayako sawa, kisha mambo kama haya yanakuja kuibuka. Lakini kumbuka Juani, sasa huu ndio muda wenyewe ambapo wataanza kuona sasa, sio wataanza kuacha kumwamini kutokana kwamba jinsi ambavyo anavyoonyesha na namna ambavyo anavyoonekana, kwa sababu kama unavyoona ni kitu ambacho kifupi wanaweza kujikuta wanamchukia, lakini wakija kukumbuka kwamba hii ni ndoto basi wanaweza wakabaki wazi kabisa. Sasa je, mfanyakazi huyu anakwenda kufukuzwa au ni vipi? Kwa sababu kwa mawazo ya akili ya sasa na jinsi ambavyo matatizo wanayopitia, basi moja kwa moja wanawaza kuweza kumfukuza. Je, wapo sawa au wanakosea? Basi nijuze hapo kwenye comment. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi nikusii usisite kubonyeza neno subscribe, alafu kisha moja kwa moja niweze kualika tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukiangazia mambo mengi kweli kweli, hususan kwa namna mambo yanavyokwenda. Bonyeza neno subscribe, alafu kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi. Hii ni Bongo Movie Network kisempekea, ambapo huwa tunazungumzia uchambuzi. Sasa moja kwa moja kama tulivyoona mwanzoni kabisa, namna ambayo kwa yule mchungaji alivyokuja na nini, yani kuna stofahamu ambayo iliyotokea kiufupi ambayo imeweza kuwaacha wakiwa wanajifikiria sana. Yani imekuwa ni moja kati ya situation ambayo kiufupi inawazisha kinoma noma na wanajikuta wanawaza sana kiufupi. Yani ukijaribu kuangalia ni kwamba kuna namna ambayo mambo yanakuwa sio kabisa na jinsi ambavyo ukifikiria ni noma. Sasa ukijaribu kuangalia ni kwamba kwa namna mambo yanavyokwenda, kwa namna inabidi kitu fulani kiweze kufanyika, na jinsi ambavyo kitakafanyika basi inabidi kiweze kuwa tofauti kabisa na namna ambavyo kwa sasa hivi maisha yalivyo, kwa sababu bado mtoto hajazaliwa. Lakini pia kwa namna mambo yanavyokwenda ni kwamba mauzauza yamekuwa mengi hadi inafika hatua kiufupi yani inakuwa kama anawazidia, lakini pia wanatishika sana. Sasa kumbuka huu ni uchambuzi na hapo nazungumzia vitu vingi sana, lakini ni kuombe udondoshe maoni yako hapo chini, hususan katika upande mzima wa Baba Joan. Kaniagiza kwamba ni kuwaulize watazamaji kwamba je, mnatamani tamthilia hii ishe au iendelee hivi? Kipi hasa mnachokitamani, kwamba iweze kuendelea hivi au iweze kutamatika? Ni yapi maoni yako? Dondosha maoni yako hapo chini, lakini kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, hii ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Basi nikusii usisite kutuunga mkono kwa moja kwa moja.
hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha tukutane kuona namna gani kwa sasa maisha yanavyokwenda, hasa kwa upande mzima wa nyumbani kule kwa Fasheni pia kwa sasa mambo ni mapya kabisa, kwa sababu kuna ule mdada ambaye amemleta ule jirani yake bana. Ukijaribu kumwangalia tu usoni unajua kabisa hapa huyu ni mtu ambaye ni mzoefu masuala ya mapenzi na nini. Kama ni kuumizwa, ameshaumizwa sana, ni na makovu kimwangalia. Unajua kuna watu ambao unaweza kukutana naye tu ile kumwangalia tu unajua huyu mapenzi hawezi niambia kitu. Kwa sura yake jinsi inavyoonekana inaonyesha wazi kwamba kashapitia vitu vingi, misala mingi na nini, mambo mengi kibao. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia tu unagundua kwamba hapa kama nikiingia mkenge basi nitapigwa za uso moja kwa moja. Kwa hivyo ndio kitu pekee ambacho kijaribu kumwangalia yule mwanamke ambaye wapo naye Fasheni kwa sasa, unagundua kitu hicho kwamba yule mwanamke sio kabisa, sio kwamba hayupo, yani hayupo kwa ajili ya kuweza kuolewa. Lakini kwa Fasheni kajikuta kaingia mkenge. Sasa mwanamke yule anataka aweze kulipiwa kodi na nini, na lengo lake kubwa amesema kwamba ndicho kitu pekee anachokihitaji tu, basi kwamba kama akilipiwa kodi na nini basi mengine yote basi itakuwa ni hakuna, ni hamna kitu ambacho kiufupi anaweza kikiona kama vile kipo sahihi. Kwa hivyo hapo kiufupi kazi ni kubwa kinoma. Sasa mambo ni mazito na mambo ni mengi kule kweli, na namna ambavyo yanavyokwenda basi na ukiangalia jinsi ilivyo kuna namna mambo ni moto kweli. Nikusi tu endelea, hakikisha unabonyeza neno subscribe kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ukifuatilia hapa. Basi nikusi ungana na sisi kwa kutoa support yako, kubonyeza neno subscribe kisha tuweze kuangazia pia. Kwa hivyo moja kwa moja kwa sasa Nasra yuko hospitalini, anapelekwa kule. Kama unavyojua mimba yake alimpiga Fasheni, alimpiga, kwa hivyo kidogo kama amepata hitilafu, kwa hivyo kama amedondoka chini na namna ile. Kwa hivyo kwa sasa hivi yuko hospitali, japo hali yake kidogo bado haijawa sawa. Kwa hivyo kama akikaa sawa basi atakuja, japo kwa Fasheni mipango yake ni kuweza kumfukuza kabisa, kwa sababu yeye Fasheni anaona ni kama amemchoka na nini, anahisi labda huyu mwanamke ndio atakuja